Nama, asante sana mpenzi mtazamaji, na karibu tena kwenye mjadala wetu wa leo, ikiwa ni matarajio tu mengi, hususan wakati tunakaribia sana kuingia mwaka 2026. Na kuanzia mwaka ulipoanza mambo yamekuwa mengi tu kulingana na siasa, uchumi, elimu, sekta mbalimbali, na wananchi pia kutoka hapa Kajiado wamekuwa wakifuatilia masuala ambayo yanaendelea katika juhudi za kuboresha maisha katika serikali zote mbili. Nazungumzia serikali ya kitaifa na vilevile serikali ya kaunti ya Kajiado, na hamna haja niandikie mate wakati ninao wananchi hapa kutoka Kajiado waweze kueleza tu, labda tayari tumeendelea kukamilisha mwaka huu 2025. Je, tukielekea mwaka ujao wana maoni gani? Wanatarajia nini kutoka kwa viongozi na hata kutoka kwao kama wananchi binafsi wanatarajia nini, hususan wakati tunakaribia kuelekea mwaka 2026? Utakaribia hapa alafu tuanza na wewe. Utatuambia jina lako kisha tunaenda mwaka 2026. Je, kama mwananchi unatarajia nini tunapoelekea kule? Kwa majina naitwa Saidi Osore, mwendeshaji wa bodaboda hapa Kajiado Town. Matarajio yangu kwa serikali, nikianza na serikali ya kaunti, matarajio yangu ni kwamba serikali ya kaunti kwanza imalize zile miradi ambazo ilikuwa nazo kutoka enzi za zile za zamani kufikia sasa hivi. Nikienda kwa serikali kuu, ni kwamba mwaka ujao mimi kama mwananchi wa kawaida ninatarajia mengi sana. Moja hapo ni kwamba huduma ya afya, tunapoelekea mwaka mpya, serikali kwanza ilainishe huduma ya afya, huduma ya barabara, ile miundo msingi ya barabara na kadhalika pia. Na pia serikali isifocus sana kwa mambo ya siasa kwa mwaka ujao, kwa sababu 2026 inaelekea uchaguzi. Ifocus sana kwa mambo ya raia wa kawaida, uchumi ishuke, taxes zishuke chini, at least mambo ikuwe sawa. Wasifocus sana na siasa ya 2027, wafocus na mwananchi na kazi ichapwe sana. Asante sana. Asante sana. Tupate pia huyu karibia tu hapa hivi, alafu mwaka ujao, mwaka 2026, unatarajia nini kama mwananchi? Asante sana. Kwa majina naitwa Bildad Sadera. Mimi ni mkaaji wa hapa Kajiado, nimezaliwa huku. Kwanza naanza na serikali kuu. Mwaka inayokuja tunaomba tu serikali iweze kuteremsha uchumi, mambo ikuwe mzuri. Alafu sisi watu wa Kajiado hapa, sisi ni wafugaji. Tulikuwa tunaomba serikali kuu kama ingeweza hii maziwa yetu yenye tunapata kama sisi wafugaji hapa Kajiado tupate mahali tunaweza weka. Pia kwa sababu hizo kaunti zingine uletewa fertilizer. Sisi watu wa Kajiado hata hizi maziwa yenye tunakamua kwa ile ng'ombe zetu tuna mahali tunaweka. Kwanza nataka kuambia rais wetu Ruto atusaidie tu hapo, asaidie Kajiado yetu kwa sababu ya sisi ni wafugaji. Sasa tuko na kiangazi mingi sana. Sisi kama vijana hatuna kazi huku Kajiado. Tulikuwa tunaomba tu kama kuna venye anaweza tusaidia sisi vijana hapa Kajiado tupate kazi. Alafu huduma ya afya hapa Kajiado nimeona imekuwa si mbaya sana. Pale kwa hospitali ya referral imetengenezwa, huduma sasa si mbaya sana. Tukitaka kupiga picha tunapigwa picha vizuri sana. Huduma imekuwa sawa. Kwa serikali ya kaunti nataka kusema, kwa sababu ya serikali ya kaunti, hii serikali yetu ya kaunti mimi naona wamelala sana. Wamelala sana kwa sababu kama ni ma street lights, hatuna street lights huku Kajiado. Ukikuja kutoka ina Manga Road, ukitoka Isinya ukifika pale Keda, pale mchina ametuwekea mataa. Lakini serikali ya kaunti hakuna ile kazi ya wamefanya. Haya, asante. Tulikuwa tunaomba tu wanasiasa wetu tafadhali wafanyie wananchi kazi, tuache kuanza kama hatujafanyia watu kazi. So tulikuwa tunaomba tu seneta wetu na pia gavana wetu watufanyie kazi, waache story ya siasa, wafanyie wananchi kazi wa Kajiado. Asante sana. Wacha pia kwa kifupi tu ili angalau tupate watu wawili wa mwisho. Kwa maoni yako, unatarajia nini mwaka ujao? Kwa maoni yangu, matarajio yangu, kwa majina kwanza ni Alex Juma. Maoni yangu kwa rais ni ajaribu sana iwezekanavyo create job opportunities, na vijana wakipata kazi hapa tutapunguza wizi, tutapunguza kukaa idle, hata
kutumia miadarati pia itarudi chini. Haya, asante sana. Pia karibia tu hapa hivi kwa kifupi alafu tumalizie. Kwa majina naitwa Dismas Leshan from Kajiado, Secretary General Youth Dalelekoto Youth Alliance. So ndaanza na kusema uchumi iko on the right track because wakati serikali ya Ruto ilichukua uongozi in 2022 inflation was at 9% and now it is down to 4%. So that is an achievement. Lakini kama serikali ingeendelea kupunguza inflation to at least 3.5% itakuwa sawa because tutaweza kuafford vitu na at least maisha yatakuwa rahisi. Haya. Sekundi tu 30 ukimalizia kabisa. Labda matarajio yako ni yapi hususan kwa wale wafanyabiashara wadogo, wale wanafanya biashara za hapa na pale, wale wanafanya kazi za mikono? Matarajio ni ipi hususan mwaka ujao? Matarajio yetu ni rais atuangalie sisi kama watu wa biashara ndogo ndogo. Juu kwa sera zake aliturushia akisema sisi wafanyikazi wadogo na wenye biashara ndogo atatusaidia. Lakini pia tumeona ametusaidia kwa mambo mengi sana. Ametuletea loan, ametusaidia. So tunasema sisi huko chini, tunasema tu ni tutam tu na atusaidie. Haya. Asante sana. Ni maoni ya wananchi kutoka hapa Kajiado, na umewasikia Nimrod wengi wakisema kwamba kuna haja ya swala la uchumi na labda ajira kwa vijana kushughulikiwa ili angalau wananchi wapate pesa mfukoni. Lakini kwa sasa nakomea hapo, lakini moja kwa moja tunaenda kaunti ya Samburu ambapo mwenzangu Boniface Barasa, kazi kwako. Moja kwa moja toka gatuzi la Samburu tunapoliweka swala hili kwenye mizani, uhalisia mchungu ni kuwa serikali ilikuwa imetoa ahadi tele, hadi kochokocho kwa wakazi wa taifa hili. Japo tunapoliweka kwenye mizani ni wananchi wenyewe ambao wana ule uwezo wa kuthibitisha na kuweka sawa kama kweli imefikia ilivyoahidi au la. Na tunao hapa, kabla tuzungumzie swala zima la matarajio ya mwaka 2026. Tuanze hivi. Wewe binafsi serikali unazungumziaje utendakazi wa serikali mwaka huu? Haya, kwa majina naitwa Mnyere. Mimi ni mfanyikazi wa hapa Maralal. Mimi naona tu hata mtu asiongelele maneno ya rais ama serikali, kwa sababu serikali yenyewe wanafanya kazi. Rais yenyewe ni ukweli anafanya kazi, but anafaa kuangalia ofisi yake. Ofisi yake inaweza kumwangusha yeye chini kama hawezi kuangalia. For example, hii barabara yenye imesemekana inatengenezwa, sioni ikitengenezwa, bado tu tunapita kwenye shida. Unaona hata hii wenyewe tuko na matarajio ya hii university, hii housing, tuko na matarajio kama hiyo. But ni ile tunafanya kuona na macho, but bado haijafanyika. Hata barabara tunafanya kuambiwa itatengenezwa na bado haijatengenezwa. Mimi naona tu kama ni ofisi ndio kidogo ina rais, but rais yenyewe ni mtendakazi na ni mtu muungwana ambaye anaweza kufanya na kutimiza. Ndugu, unafikiana na kaka huyu anapoibua maswala kwamba wanamfeli rais ama wanaofeli utendakazi wa serikali hii ni wale wa ndani wake ambao wamewapa majukumu, wale maafisa wa serikali ambao wameajiriwa? Okay, kwa majina naitwa Douglas Kasian. Mimi ninaona kidogo hiyo jamaa amejaribu tu kuelezea kidogo, lakini mimi kwa upande wangu kuna baadhi vitu president amefanya mzuri, serikali yake imefanya mzuri, lakini kuna baadhi ambaye hajaifanya. Kama sasa kuna mabarabara tuliahidiwa hapa itafanyika, bado hatuoni. Bado sisi tunatumia barabara mbaya huko. Haya, kupitia tena maneno ya SHA, leo nimekuwa hospitali nimetibiwa bure. Hapa amejaribu. Na hii manyumba yanajenga ya affordable houses amejaribu hapo. Rais anajaribu kufanya kazi, lakini wale ambao wanafanya naye kazi ndio wanashindwa kumsaidia. Kwa mfano hii magavana na counties hawamsaidii kabisa. Lakini kama angekuwa anamsaidia kama vile anafanya huko mbele, angengangana tu. Otherwise naona tu anajaribu. Wacha tuone 2026 itakuwa aje. Hali ya uchumi kwa namna gani? Hali ya uchumi ni mbaya bwana. Ni mbaya kabisa. Mimi ni mtu wa pikipiki. Hapa unaweza toka na 100 jioni. Kazi ni ngumu. Hatuoni pesa ikisambaa. Hatujui shida iko wapi. Na vitu zimekuwa bei kali kwa maduka. Sasa watu wanataksiwa, taksi iko juu. Kile kitu kidogo napata haikusaidii. Kuzungumzia hali hiyo, matarajio yako mwaka 2026 ni gani? Matarajio yangu naona kama tu watatusikia, wajaribu wafanye, kwa sababu ile ahadi zote wametuahidi bado sisi hatujaona kama inatimia. Labda sasa 2026 wajaribu wasukume. Matarajio yako mwaka 2026 mwaka ujao ni gani? Ni amani na uchumi ende juu kulingana na vile yeye amesema president. Tunatengeneza Kenya kama vile zile nchi zingine ambaye zinaendelea.
Na asante sana Nimrod Tabu. Hapa kila mwamba ngoma anafuta ngozi upande wake kuhusiana na utendakazi wa serikali mwaka huu na matarajio yao mwaka ujao. Japo kikubwa ambacho kinajitokeza, kila mmoja anavuta ngozi upande wake na hali ya uchumi pia. Wanakiri kubanwa na hali ya uchumi na wakitaka serikali kufanya kazi swala hili hasa katika mwaka ujao ama mwakani, mwaka mpya, mwaka 2026. Niruhusu nitie kikopo. Na mtazamaji, tunaendelea na mazungumzo yetu. Tulikuwa tunasikiza wananchi kutoka sehemu zingine, hapa pia mazungumzo yanazidi kunoga. Javas, nije kwako. Katika nguzo nyingine ambayo rais ameizungumzia ni uchukuzi. Iwe ni barabara, ujenzi wa barabara, iwe ni ufanisi katika bahari kwa sababu ya shughuli za uchukuzi kupitia meli na kadhalika, viwanja vya ndege na hata reli. Lakini kitu kinachoshangaza ni kwamba mpaka sasa hivi, na tumezungumzia bidhaa ambazo tunauza nje, ukienda sehemu za mpakani, Busia na kwingineko, Malaba, utakuta bado tunatatizika kama taifa na misongamano ambao huelewi mwanzo wake au mwisho wake. Sasa je, kufikia malengo kama haya ya kuwa na maendeleo, itatubidi pia tufanye ushirikiano mzuri zaidi na mataifa jirani kuwezesha shughuli kama hizi, kwa sababu itakuwa haina maana tunaipitisha bidhaa kwenda mataifa mengine lakini tunawakwamisha wafanyi biashara katika sehemu za mipaka. Kisa na maana kuna matatizo kati ya taifa hili na taifa lingine. Kweli, na inastahili kwamba tuweze kuona kuwa hitaji za uchumi wa Kenya sasa kwenda mbele ni zipi, mahitaji hayo ni yapi, ili kuwa kwamba hata katika masuala ya elimu, masuala ya kiufundi, masuala ya kiuchumi, iweze kuzingatia masuala hayo yote. Ndiposa hata shule za kiufundi zote, vyuo vyetu vikuu viweze kuwa na elimu ambayo inachangia katika masuala ya kiuchumi. Kwa mfano, nimejiuliza sana, mbona vyuo vyetu vikuu ambavyo viko katika pwani ya Kenya, hakuna ambayo yoyote ambayo iko na kosa ambayo inaitwa for example oceanography ama oceanology, ambazo zinafundishwa katika mataifa mengine? Bado kule pwani university inafundisha anthropology. Ndio, sio eti ni mbaya, lakini kuna vyuo vingine ambavyo vingefundishwa katika vyuo vingine na kule iangazie masomo ambayo kwa mfano ni maeneo hayo pia. Na ukiangalia jinsi ambavyo Mheshimiwa Rais ameweza kusema, ukiangalia kama ni bidhaa zetu, ndugu hapa alikuwa amezungumzia masuala ya content creation, ndugu Higgins. Hakuna sasa hivi chuo chochote ambacho pengine kimetilia maanani kukuwepo na hata elective course ya content creation pale ambapo shule ambayo inafundisha pengine kama creative arts ama hata communication. Kwa sababu ndio mambo ya kisasa tunavyoenda mbele. Ukiangalia masuala ya marketing imesalia na ile miundo msingi ya marketing jinsi ambayo inafundishwa ni ambavyo imekuwa katika karne zilizopita. Sasa ukiangalia concept ya marketing imebadilika pakubwa sana. Vile ndugu hapa alikuwa anaeleza kwamba sasa hivi hata akitaka simu, akitaka kiatu, haendi kwenye duka linamtafuta yeye, akiwa ofisini, akiwa nyumbani. Lakini miaka 5, miaka 10 ijayo itakuwa tena imebadilika kabisa. Je, shule zetu, wanabiashara wetu wana maono hayo? Kuangalia kwamba je, mambo vile yanavyobadilika inabadilisha vipi biashara ya kwangu? Tukifanya hivyo, hata wewe unakuza avocado, iwe ni Busia, wewe unakuza avocado Mbeere, unajua kwamba hitaji za avocado Uchina zinahitaji avocado ambazo ziko hivi. Kama ni kuenda Uingereza inahitaji, kwa sababu ukiangalia kila market, kila soko ina mahitaji yake. Tuweze kuona kwamba nuru, nira, mwongozo wa Mheshimiwa Rais na hata ruwaza hiyo sio eti inapeleka nchi mahali pabaya. Unajua ni nyinyi ambao usema ama wajuao usema kwamba mwana wa sonara sipo sana uvukuta. Ni bora sana kuanza kwamba tunajifunza yapi katika uelekezo ambao tunapewa na Mheshimiwa Rais, kwa mfano katika masuala ya siasa ambayo ni ya ruwaza ya nchi ya kitaifa. Kwa mfano acha nikupatie Nimrod swala lingine. Hata sisi wenyewe kama wananchi, unajua saa nyingine tunalaumu viongozi, tunalaumu wanasiasa. Kwa mfano masuala ya ufisadi. Hivi majuzi Mheshimiwa Rais
alitia kidole chake ama aliweza kusaini sheria ya conflict of interest, bili ikawa sasa ni sheria. Mgongano wa maslahi sasa hivi ni sheria, lakini japokuwa tuna sheria ya kitaifa ya mgongano wa maslahi, hatujaona kuwa maeneo gatuzi, kaunti zote 47 ziko sasa ama zimeanza kubuni ama kuwepo na sheria ama mswada wa kuhakikisha kwamba masuala ya mgongano wa maslahi katika maeneo gatuzi pia yanatiliwa maanani kutokana na hiyo sheria ya kitaifa. No. Angalia ripoti ya msimamizi wa bajeti, angalia ripoti ya mkaguzi wa serikali. Bado kila mwaka inatoa dosari, lawama na kuibua masuala muhimu ya masuala ya uwajibikaji. Na ukiangalia jinsi ambavyo wanakandarasi katika kaunti kwa mfano walivyopata kandarasi hizo, ilikuwa kwa njia ambayo ni ya mgongano wa maslahi kwa sababu ya pengine ushirikiano na baadhi ya maafisa wakubwa katika kaunti. No. Kwa hivyo inastahili kwamba lawama hizi zote zisiwe kwamba zinalimbikiziwa serikali ama pengine rais. No. Mimi kwa mfano sasa hivi ni mwanachama wa kamati ambayo inaangalia jinsi ambavyo ajenda 10 zinatekelezwa iliyobuniwa na Mheshimiwa Rais na mwenda zake Bwana Raila Odinga. No. Kuna masuala ya ufisadi hapo. Kuna masuala ya ujumuishaji. Na sasa hivi kuna sheria mpya ya Persons with Disability Act. No. Ambayo inastahili kujumuisha masuala ya ajira, nafasi zozote katika kila sekta, iwe sekta binafsi ama sekta ya umma. Lakini tangu sheria hiyo iweze kuanza kutekelezwa, ni mashirika ngapi ya umma, taasisi, departments kwa mfano ama serikali za kaunti ambazo zimehakikisha kwamba katika ajira ya kaunti watu ambao wana ulemavu sasa hivi ni 5%, ni 6%. No. Kwa hivyo masuala mengine hata hayahitaji kwamba ni rais mwenyewe ashike kiboko na kuanza kumpiga kila mtu mgongoni. No. Ni vyema sana kwamba kila mtu aweze kuchukua jukumu hilo, kujitwika kwamba sheria zipo, sera zipo, basi utekelezaji ni wetu sisi. Asante sana Higgins. Kwa kifupi tu, tunapoangalia masuala haya endelevu ya maendeleo na kadhalika, huwezi kosa kusikia kwamba athari za siasa zinatatiza masuala kama haya. Sasa katika mwaka 2026 unahisi bado tutakuwa na viongozi wa kisiasa ambao kwao wanaona kwamba maendeleo hayastahili kwa sababu yanamnufaisha mtu mmoja ama namna gani? Kwa sababu ni vigumu sana katika taifa hili kutofautisha ama kutenganisha siasa na masuala ya maendeleo. Ningependa kuwasihi Wakenya waweze kutofautisha siasa na maendeleo, because kura inakuanga siri, na sababu tulifanya kura ikuwe siri, nitakusikiza huko, nikikuja kwa debe najua kile nitapigia best na sera ile ambaye anaziuza. Unajua watu wengi hawaamini vitu mingi kwa sababu hazijaona zikifanyika. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kwa term yake ya kwanza aliunda reli kutoka Mombasa hadi Nairobi. Ile reli ya mwisho iliundwa na mkoloni. So kwa hizi infrastructure mingi zimebaki nyuma sana. Umemuuliza kule Busia kuna tatanishi. Lakini mimi kama ni mwanabiashara wa Uganda, rather niende mzigo yangu Mombasa ama nikuje imeningoja hapo kwa boda, whether nchi yao itatengeneza ama itatengeneza ni kauli yao. So investment in infrastructure si kama ya chakula. Kwa bahati mbaya inaathiri upande. Nasema investment ya infrastructure si kama ya chakula yenye utanunua leo, utanunua kesho. Ukiona wakoloni wakipanga barabara, wakipanga prisons, wakipanga polisi, walikuwa wanaacha shamba kubwa ya expansion because wanapanga miaka 50, miaka 100. Tusiangalie tu hii mpangilio wa sasa, hii changamoto ya sasa. Tukiachwa nyuma hatuta recover. So unapata sisi wakati wa koloni walituachia inchi, sasa unapata barabara imechukuliwa, imefanywa nyumba, ndio unapata tukitaka kuexpand lazima tubomoe because planning yetu
ni mostly short term. So tusiangalie changamoto ya saa hii hiyo boda, tufikishe SGR Malava, tuunde ICD Malava, hiyo ifike huko. Tukuje sasa kwa the software. Kenya Railway, mimi ukiona SGR inatoka Mombasa na mzigo, hizo ni trailer zimetolewa kwa barabara, hizo ni accidents zimepunguka, hizo ni maintenance ya barabara imepunguka. Lakini sasa Kenya Railway imeacha kuwa competitive, so unapata mtu ana prefer kutumia lori kuliko railway. Hiyo ni changamoto yenye iko, na sijui kama umeona kwa barabara zile chuma 3, lori moja inabeba chuma 3. Imagine ikingekuwa reli, hizo chuma zingebebwa ngapi? So SGR Kenya Railway must be a true logistic company, ina provide mpaka last minute productivity. Sasa unaletewa mzigo yako Mombasa, inafika ICD Nairobi, bei ya kuichukua kuleta kwako ni kama kuchukua na lori Mombasa kuleta huko nini. So changamoto zibaki, Kibaki angengoja tuunde madarasa kila mahali ndio elimu ikuwe bure. Unajua watu walikuwa wanasema free primary na mtu anasomea chini ya mti, sijui free primary. You start with access kwanza, quality itakuja baadaye. Hata mimi kabla sijafanikiwa kidogo nilikuwa nanunua suti ile ya supermarket. Nini unaenda mpaka ukiweza ukiimprove unaenda ukiimprove. So usingoje kwanza, usitembee uchi kwanza mpaka uafford gari mzuri, nini nguo mzuri ama nini. Unaanza na ile ya uwezo wako. So ni muhimu sana tuweze kusupport rais kwa hii maono yako, because tukisolve hizo issue vitu mingi zitafunguka. Nimekupa mfano hiyo ya Thika Road. Kitambo tuwezi kumbuka nini ilikuwa hapo katikati ya Thika Road, but wakoloni pia wakitengeneza hii lunatic railway kutoka Mombasa mpaka Uganda. Kenya iko ina produce anything? Ilikuwa hiyo nchi hiyo ya hides and skins and nini, hata agriculture haikuwa kubwa, lakini kulikuwa na maono. Kulikuwa na maono, na ukiona vile nchi imekuwa based na hiyo infrastructure. Hii Nairobi, Voi, hizi matauni mingi zimekuja, zimeletwa na hiyo infrastructure. So wacha tufungue nchi hii corridor yetu. Ukiangalia map ya Kenya, mahali tu yenye unaonanga hii Northern Kenya underutilize. But mimi kama ni mkulima na niko na mahindi mingi, sitaipeleka Turkana kama hakuna barabara. Lakini tukifungua hiyo mpaka trade inaongezeka. So tuunge rais mkono, tuone maono yake. Wanasemanga Waingereza wanasemanga you target the sky, if you reach the moon it's okay. Asante sana. Nitakuja kwenu tupate maoni ya mwisho. Hivi sasa tunakwenda mapumzikoni kidogo, alafu ni kuarifu baadhi ya taarifa ambazo tumezipa kipaumbele mwendo wa saa 7 mchana.